Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 24, Kristo anaitukuza sheria. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Isaya 42 mstari wa 21. Na tuombe. Asante Baba kwa kutuamsha salama. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza maandiko yako ya siku ya leo. Tunaomba utuongoze sawa sana mapenzi yako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kama sheria ingeeleweka mbali na Kristo, ingekuwa na nguvu ya kutekeleza kwa watu wa dhambi na kumfutilia mbali mwenye dhambi. Lakini kwa kuelewa sheria kuhusiana na Yesu, akimpokea yeye kwa imani kama mbadala wake na mdhamini wake, mwanadamu anajiona kuwa mfungwa mwenye tumaini. Ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu ni kuijua na kuifanyia kazi sheria ya Mungu iliyo takatifu, ya haki na njema. Kadiri sheria hii inapoinuliwa na kuoneshwa kutokubadilika kwake katika Kristo, aliitukuza sheria, akafafanua kila kanuni yake, na katika kuitii kwake alimwachia mwanadamu mfano ili kwamba yeye pia atimize matakwa ya sheria. Maumivu ya bustani ya Gethsemane, matusi, dhihaka, dhuluma alizorundikiwa mwanampendo wa Mungu, vitisho na fedheha ya kusulubishwa, hutoa udhihirisho wa kutosha na wenye kugusa hisia kwamba haki ya Mungu inapoadhibu hufanya kazi hiyo kikamilifu. Ukweli kwamba mwanawe mwenyewe, mdhamini wa mwanadamu, hakuachwa ni hoja ambayo itasimama milele mbele ya mtakatifu na mwenye dhambi, mbele ya ulimwengu wa Mungu, ili kushuhudia kwamba hataacha kuchukua hatua dhidi ya mvunja sheria yake. Mungu ni upendo. Ameuonesha upendo huo katika zawadi ya mwanawe mpendwa. Lakini bado upendo wa Mungu hautolei dhambi udhuru. Mungu hana udhuru wa dhambi kwa Shetani, kwa Adamu au kwa Kaini, na hata acha kuchukua hatua dhidi ya dhambi katika mtoto yeyote wa mwanadamu. Tabia potovu ya mwanadamu inaweza kupotosha upendo wa Mungu katika sifa ya udhaifu. Lakini nuru inang'aa kutoka msalaba wa Calvary ili kwamba mwanadamu aweze kuwa na mtazamo sahihi na kushikilia nadharia ambazo hazijapotoshwa. Mungu ametoa sheria yake kwa ajili ya udhibiti wa mwenendo wa mataifa, familia na watu binafsi. Hakuna mtenda maovu hata mmoja, haidhuru dhambi yake ni ndogo na ya siri zaidi, ambayo huepuka kushitakiwa kwa sheria hiyo. Kazi yote ya baba wa uongo imeandikwa katika vitabu vya amri vya mbinguni, na wale wanaojitoa wenyewe kwa ajili ya utumishi wa Shetani ili kuwatolea watu uongo wake kwa amri na matendo, watapokea kulingana na matendo yao. Kila kosa dhidi ya Mungu, hata kama ni dogo sana, limetunzwa hadi katika siku ya kutoa hisabu, na upanga wa haki utakapotwaliwa mkononi utafanya kazi iliyofanywa kwa Mungu mwenye kuteseka. Haki itatendeka, kwa maana chuki ya Mungu juu ya dhambi ni kali na ni ya kuangamiza kabisa. Ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu utatoa mafundisho ya umuhimu mno. Itaonesha kwamba upendo wa Mungu ni mpana na wakina, kwamba hauna mwisho, na kwamba katika kutoa adhabu kwa wasiotii, wale ambao wameibatilisha sheria ya Mungu, hautakuwa na maridhiano. Huu ni upendo na haki ya Mungu vikiwa vimeunganishwa. Unafika kwenye kina kirefu cha huzuni na udhalilishaji wa mwanadamu, ili kuwainua walioanguka na kukandamizwa, ambao wameushikilia ukweli kwa toba na kwa imani katika Yesu.
Utasoma The Review and Herald la Februari 8 mwaka 1898. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 24, Kristo anaitukuza sheria. Na tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako. Baba, tunaomba utupatie Roho yako Mtakatifu atuongoze tuweze kusogea zaidi karibu na wewe kupitia masomo haya. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu